Ni vizuri ukifanya jambo uwe na ajenda yako. Ikiwa unaenda kulima shamba, uwe na ajenda. Ikiwa ni upanzi wa mahindi, ufanye hesabu yako, uone hiyo shamba itatoa magunia ngapi kwa kila hekta. Ndio ujue wakati unafanya kazi unalenga nini. Ikiwa Mungu mwenyewe alikuwaga na ajenda akituma Musa huko Misri, ajenda yake ilikuwa kutoa wana wa Israeli huko Misri na awapeleke wao nchi ya ahadi huko Canaan. Kwa hivyo hata wakati huyo mkubwa wa Misri alikuwa analeta furugu, Mungu hakuwa na ajenda ingine, ni kutoa wana Israeli huko Misri awapeleke Canaan. Na hivyo ndivyo ilifanyika mpaka watoto wa kwanza wote wa huyu Farao wote walikufa, ndivyo wana wa Israeli watoke kwa minyororo ya Farao. Na hata wakati walienda jangwani, kusema kweli, hata wana Israeli wakiwa na njaa, hakuna ajenda ingine, ni wafike huko Canaan. Na akawaletea chakula, akawaletea kinywaji, wakuwe na nguvu ya kuelekea na safari mpaka huko Canaan. Na wakati walifika Red Sea, wana wa Misri walikuwa wanafuata nyuma warudishe huko Misri. Na Musa akalilia Mungu, naye Mungu akaambia Musa, enda mbele, wacha kunililia, chukua hiyo mti uko naye, weka juu ya maji, igawanyike mara mbili, ndio wana wa Israeli wapate njia ya kupitia. Na hivyo ndivyo ilifanyika, wana wa Israeli wote wakavuka mpaka ng'ambo ile, na wakati wa Misri waliwafuata wote walikufia majini. Na wakaendelea hivyo mpaka siku za Musa zikafika, na za Farao huyo brother yake zote zikafika, na wakaaga, wakaashia Joshua. Na ilifika wakati wa kuvuka mto Jordan, na wakavuka na wakaona vitisho za mto Jordan. Na ndivyo wale wazee 12 walipokuwa wakibeba jeneza la agano, wakati waliguza maji, Biblia inasema huo mto ukatoroka wana Israeli, na wote wakavuka mpaka ng'ambo ile. Na wakienda hivyo wakakuta Jeriko, naye inasema hawawezi wakapita, naye Mungu akawaambia waizunguke mara 13, na ikaanguka yote, na wakaendelea na safari yao mpaka wakafika huko Canaan, na wakakula matunda ya huko Canaan, na wakakaa nyumba za huko Canaan. Ni kwa sababu ajenda ya Mungu ilifikia. Nataka kuambia wanasiasa wote, kuweni na ajenda. Mkifanya kampeni zenu, kuweni na ajenda zenu ambazo mnawauzia Wanakenya. Ni kwa sababu Wanakenya kile wanataka kusikia ni ajenda. Wewe ukichukua hiyo kiti cha urais, utafanyia nini watu wa Kenya? Wacha kutuambia vile Ruto ako mbaya, wacha kutuambia vile mwingine ako mbaya. We tuambie ajenda zako, tuuzie, tuzinunue, ndio wakati tunakuchagua. Tuna maswali tutakuuliza, wakati ulituambia utafanya hiki na hiki, na sasa umechukua hii kiti, mbona hujafanya hiyo ajenda? Ndio hiyo ajenda ni muhimu sana. Hata ukiwa MP, wewe ambia watu kile utawafanyia, ikiwa ni mabarabara, ikiwa ni maji. Ni kwa sababu hata ukituzi mwenzako, hatutakuuliza maswali ya vile ulituzi mwenzako. Kile tutakuuliza ni kile ulituahidi. Kwa hivyo tafadhali wacheni hiyo mchezo wa kutuzi wengine, tuuzieni ajenda, ndio tununue hizo ajenda, ndio wakati tunakuchagua tutakuwa tukiangalia
hiyo ajenda huwa unatuambia. Mi nakumbuka kuna huyu alikuwa anaitwa Jaramogi Odinga. Yaani huyo mzee aliongea kitu mpaka watu wakampenda. Alisema maji itapigwa kutoka Lake Victoria iende mpaka Mount Kenya, alafu kutoka Mount Kenya inakuwa supplied to whole parts of Kenya. Mimi nilikuwa najiuliza labda huyu mzee ashaguliwe, tuone hiyo kitendo anasema. Kwa hivyo ni mzuri sana wakati unaongea, we ongea kitu watu wanasikia. Hiyo kitu ikifanyika, Kenya itaendelea mbele. Kwa hivyo hata tukitusi Ruto, tukitusi nani, tukimtusi tumuseme ako hivi, hiyo haitusaidii. Shika kitu kimoja, tuuzie ajenda, tuambie we ukichukua kiti cha urais utatufanyia nini. Nataka kuambia Kalonzo atuuzie ile ajenda ya 24 hours, yaani biashara ya 24 hours. Hiyo ndio itafanya tumchague, ni kwa sababu kila wakati tutakuwa na taa, tutakuwa tukifanya biashara huko Nairobi, hakuna kufuga. Ni kwa sababu Nairobi yenyewe itakuwa mchana. Tukisikia maneno kama hayo tutakupenda zaidi, lakini tukikaakaa, Ruto ni muogo. Ruto anatuambia na yeye anatuambia ako na ajenda yake ya Singapore. Si mtafute yenu na nyinyi, ndivyo tuone ni gani mzuri. Tukikuja kuwachagua tujue ni nani tutachagua. Tayari Ruto amesema yake ni Singapore, na nyinyi semeni, na nyinyi watu wa opposition, kwa sababu nyinyi ndio watu wetu, na nyinyi semeni yenu, tuilinganishe na Ruto tujue ni nani tutachagua. Nimewaambia Mungu kila wakati akifanya kitu anakuaga na ajenda. Tafadhali wapinzani, hamuja mtuambia ajenda yenu. Ruto ametuambia yake, na nyinyi tuambieni yenu, na wacheni kusema ni uongo. Tunangojea tuone kama ataanza, tunataka kuona kama ataianza. Wewe kazi yenu na nyinyi tuambieni ajenda yenu itakuwa gani, na Mungu awabariki na waonekanie.